Jimbo hizi zina historia na Kaskazini, zina historia na Arusha, na zina historia ya mapambano ya katiba mpya na haki katika taifa letu. Tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2011 kulitokea mauaji hapa Arusha. Wakati ule tulikuwa tumetoka kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2010, uchaguzi ambao Chadema ilani yetu ilikuwa ni kuanzisha mchakato wa katiba mpya ndani ya siku 100 za utawala, ahadi ambayo tulianza nayo toka ilani ya uchaguzi wa mwaka 2005, na kwa kweli ahadi ambayo ilikuwa ni azimio la mkutano mkuu wa kuasisi Chadema uliofanyika tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 92, na ahadi hiyo ikarudiwa na mkutano mkuu wa kwanza wa kuchagua viongozi baada ya Chadema kuwa imepata usajili kamili tarehe 21 mwezi Januari mwaka 93. Chama vile vile kikapitisha azimio kwa mara ya pili kwamba Tanzania inahitaji katiba mpya. Sasa baada ya uchaguzi ule wa mwaka 2010 ambapo kulitokea wizi kwenye uchaguzi, tukaanza mikutano na maandamano maeneo mbalimbali ya kutaka haki kwenye uchaguzi. Na kwa mna pekee Arusha hapa jiji kulikuwa na mgogoro wa umea, kukawa na maandamano, watu wakauawa kwa ajili ya uchaguzi. Wakati ule tukaketi baadhi kuanza kufikiri kutengeneza wimbo, kwa Mwanakotide, kuna mahali Lema naye alishiriki, kuna mahali nilitunga mashairi, ndio ukatoka huo wimbo wa Chadema People's Power, ambao unaeleza kuhusu falsafa ya chama ya People's Power, lakini ndani yake ni kumbukumbu ya wahanga waliouawa Arusha. Na kuna maneno pale yanasema, damu iliyomwagika Arusha ni wino wa kuandika dibaji ya kuanza katiba mpya. Baadaye mapambano ya katiba mpya yakaendelea. Rais aliyekuwepo wakati huo, Kikwete, pamoja na kuwa tulikuwa tunapinga matokeo yake ya uchaguzi, kwa mikutano na maandamano, na sauti ya katiba mpya ikawa kubwa sana. Hatimaye sauti ya umma ilipokuwa kubwa sana, akakubali, akatoa kauli kwa mchakato wa katiba mpya utaanza, lakini hakuwa na dhamira ya kufanya mchakato wa katiba mpya ukamilike na utoe katiba inayoendana na matakwa ya wananchi. Haya pengine tutazungumza kesho kwa kina zaidi kwenye mkutano wa hadhara, lakini nimekumbusha wimbo huo ili taifa la Tanzania na nyinyi wanachama wa Chadema Kaskazini, na hasa wale wapya na viongozi wapya, mfahamu kwamba umwagaji damu kwa sababu ya masuala ya uchaguzi ulianza siku za nyuma. Ulianza Zanzibar mwaka 2001 Januari 26, 27, ukaendelea Arusha, ukaendelea tena Arusha kwa mara nyingine tena kwenye mabomu yaliyolipuka kwenye mkutano wa hadhara wakati wa kampeni za uchaguzi. Lakini mauaji ya tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuatia ni kilele cha hali ya juu cha mauaji makubwa kwa sababu ya katiba mpya na haja ya tume huru na uwizi kwenye uchaguzi katika taifa letu. Haya tutazungumza kesho kwenye mkutano wa hadhara kwa kina zaidi. Lakini nimesema vile vile na nimeongoza tuimbe huu wimbo wa pili ambao na wenyewe umetungiwa hapa Arusha. Ni wimbo ambao sio wimbo wa kawaida, ni sala, ni kiapo cha kuahidi mbele ya Mwenyezi Mungu kuilinda Chadema mpaka kufa. Na washukuru wote tumeimba,
tumerudia hiki kiapo kupitia wimbo, lakini tumie fursa hii vile vile kuwashukuru nyinyi mlioko kwenye ukumbi huu, kwa sababu mlishika nafasi za uongozi, mkaamua kuilinda Chadema na mmedumu katika Chadema pamoja na mapito magumu tuliopitia. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Katika kikao hiki cha leo nataka nizungumze jambo moja tu juu ya tume iliyoundwa na rais haramu na rais batili iliyoitwa ya kuchunguza masuala ya jinai iliyotangazwa hivi karibuni. Mtakumbuka baada ya uchaguzi batili na haramu wa mwaka 2025, Chadema wakati huo ikiwa imezuiwa, kamati kuu ikakutana kidijitali, ikaweka msimamo na ukatangazwa kwa umma tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2025. Katika msimamo ule tulisema hakukuwa na uchaguzi, tulisema tunataka uchaguzi ufutwe, urudiwe upya. Tulisema kwamba kabla ya uchaguzi kurudiwa upya kufanyike mabadiliko ya kikatiba ili pawepo na katiba mpya na tume huru ya uchaguzi na mazingira ya uchaguzi huru na haki. Lakini tukasema vile vile kuhusu mauaji na madhila mengine ya 29 Oktoba na kabla yako na baadaye, tukataka kuundwe chombo huru chenye kuhusisha watu huru wa kimataifa na kitaifa kuchunguza kuhusu mauaji ya 29 Oktoba. Akaamua kuunda tume ya Jaji Chande. Sisi tukatoa msimamo mapema kabisa kwamba tukaeleza kwa nini tunasema ile tume haistahili kuwa tume ya kuchunguza. Kwa heshima ya muda sitaki kurudia ule msimamo wetu wa awali. Baadaye ikaja kusoma hotuba ya tume, sio ripoti ya tume, hotuba ya tume ambayo kamati kuu ilijadili tarehe 28 na 29 na tarehe 2 Mei na 5 Mei uchambuzi wa kamati kuu na msimamo wa kamati kuu ukatolewa hadharani. Haya ya ripoti ya Chande tutayazungumza zaidi pengine jopo hili la viongozi kwenye mkutano wa hadhara kesho. Lakini katika ile ripoti ya Chande wakati inapokelewa, mwenyekiti wa hiyo tume Jaji Chande na Samia Suluhu Hassan wakasema kwamba ile tume ya Chande ilifanya kitu kinachoitwa fact finding, kwamba ilikuwa inakusanya tu taarifa, lakini tume ikasema sasa kutaundwa tume nyingine ya kuchunguza masuala ya jinai. Lakini wakaenda mbele zaidi, wakaeleza kuhusu wanavyoita vyanzo vya yaliyotokea Oktoba na vichocheo. Kwenye vyanzo wakakiri kwamba vyanzo ni pamoja na madai ya katiba mpya, madai ya kutokuwa na uchaguzi huru na haki na madai mengine ya wananchi. Alafu kwenye vichocheo wakasema kwamba vichocheo ni kauli mbiu kama no reforms and election, Oktoba tunatoka, Oktoba tunatiki na kauli mbiu za namna hiyo. Alafu tume ikaendelea mbele zaidi, badala ya kushughulikia vyanzo, tume sasa ikatumia vichocheo, na tume ikaashiria kwamba sasa kutaundwa tume nyingine kushughulika na vile vichocheo, kushughulika na wahusika, ambao ndio hii tume iliyoundwa ya jinai. Sasa nataka kusema kwamba hii tume ina nia ovu na ina dhamira ovu. Hii tume imeundwa ikiwa ni mwendelezo wa ripoti ya uongo ya Jaji Chande juu ya mauaji, na ripoti ambayo tayari imekwisha kuwa na mwelekeo wa kile ambacho wazungu wanaita witch hunting, kulenga no reforms no election, kulenga Oktoba tunatoka, kulenga wanaharakati ambao wametajwa, viongozi wa dini, hasa na chama cha Chadema, pamoja na kwa kutamka kwa jina, lakini wametamka kwa kutamka no reform no election. Lakini wale waliohusika na mauaji, walioua, waliosababisha mauaji kutokea, waliokwamisha mchakato wa katiba mpya, waliokwamisha kupatikana tume huru, waliotoa amri za watu kuuawa,
na hii tume iliyoundwa inashughulika na vichocheo, maana yake tayari wameshatengeneza mkondo wa kukwepesha haki. Nataka niseme hapa, msimamo wetu ni ule ule tuliotoa wakati walipoundwa tume ya Chande. Kwanza, aliyeunda hii tume ya pili, tume jinai, ni yule yule, ametumia sheria ile ile, sheria ya uchunguzi, sheria ambayo kifungu kilichoiunda hii tume kinasema ripoti ya tume ni mali ya rais, anaweza kuifanya kuwa siri. Sasa kama alishaifanya ripoti ya Chande kuwa yake na akatamka kabisa ni mali yake, sasa ripoti ya pili nayo anaifanya kuwa yake, ya jinai, ripoti ambayo inalenga sasa kulenga watu, kulenga taasisi, tunasema hiyo sheria iliyotumika kuunda hii tume si sheria sahihi, kwa sababu inatoa mamlaka kwa mtu mmoja batili na haramu na jambo kwa siri yake. Hili nalo walikubaliki. Sasa ameteua watu vile vile, amewataja kwa majina. Mmoja jaji wa mahakama ya rufaa, wengine majaji wastaafu. Ukipitia historia ya wote walioteuliwa, na bahati nzuri historia za majaji zinapimwa kwa maamuzi yao ambayo wameyafanya mahakamani, ambayo yameandikwa. Hawa wote watatu hawana, kwa historia zao, hawana ueledi na hawana uadilifu ukilinganisha na majaji wengine kadhaa ambao taifa linawajua. Huyu ni jaji ambaye anasimamia haki, huyu ni jaji ambaye anasimamia haki. Hawa hawafai kuwepo kwenye tume hii, hawawezi kutenda haki kwa sababu hawana historia ya kutenda haki katika taifa letu. Katika hali hiyo, ndugu zangu, tunarejea msimamo wetu kuhusu tume ya Jaji Chande. Msimamo huo ndio huo kuhusu hii tume ya jaji jinai, ya haki jinai. Sisi Chadema hatutaipa ushirikiano kama ambavyo hatukwenda kwa tume ya Jaji Chande, hii nayo hatutaipa ushirikiano. Tunatambua hii kwa sababu ni tume ya kijinai, itapewa kwa sheria mamlaka ya ziada ya kuita watu kwa lazima, kutumia subpoena, kutumia na njia nyingine za kisheria za kuita watu kwa lazima hata kama hawataki, na kuitisha nyaraka kwa lazima hata kama taasisi hazitaki. Ikifika hatua hiyo, tutakaa katika vikao. Kama watatuita kwa lazima, kama watatuita kama watuhumiwa, tutakaa vikao vya chama, tutaamua juu ya kushughulika na jambo hilo. Lakini tunaendeleza msimamo kwamba msimamo wetu, Tanzania hii kabla ya chochote kingine ni lazima kuundwe kwanza chombo huru cha kuchunguza kwa uhuru, tupate ukweli, tupate haki, tupate uwajibikaji kuhusu mauaji ya tarehe 29 Oktoba na kabla yake na baada ya hayo. Ndugu zangu, nitaka nisemee tu hili la tume hii ya haki jinai. Mengine tazungumza makamu mwenyekiti Zanzibar, mengine jopo lote hili la viongozi tutayazungumza kwenye mkutano wa hadhara ambapo tutazungumza na wananchi juu ya yale yaliyotokea kwenye mitandao juu ya msaidizi wa mwenyekiti Tundu Lissu, David Jumbe. Yatatolewa kauli Dar es Salaam kupitia kwa naibu katibu mkuu upande wa bara wa vyombo vya habari. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba David Jumbe yuko hai, pamoja na kuwa ameumizwa, lakini tunamshukuru Mungu kwamba yuko hai. Jana wakati tunatoka kwenye shughuli kidogo ya pamoja usiku, nikapokea simu juu ya kutekwa kwa David Jumbe na kutoka kwa mmoja wa watu wa karibu wa familia, na baadaye tukazungumza na family. Na kwa kweli kutoka pale ilichukua muda sana, yaani kama jana nimelala basi nilisali moja au mawili, kwa sababu baada ya taarifa ya David Jumbe ikaja taarifa nyingine tena juu ya kiongozi mwingine ambaye alikuwa na windwa usiku huo huo. Kwa viongozi ilibidi tuwasiliane usiku kwa usiku mpaka usiku wa manane, na tukaendelea mpaka alfajiri.
lakini tunashukuru viongozi wote wawili wako salama. Mmoja ameumizwa, mwingine hajaumizwa, lakini yuko mahali salama. Kutekwa kwake kunadhihirisha tu kwamba utawala huu katili na batili, utawala huu haramu na dhalimu bado unaendeleza vitendo vya utekaji katika taifa letu. Rai yangu kwa wanachadema wote wa kaskazini na nchi nzima, tuendelee kuchukua tahadhari, tuendelee kujilinda, lakini chochote kinachotokea kwa mmoja wetu kisiturudishe nyuma katika mapambano mpaka pale tutakaposhinda. Mapambano mpaka pale tutakaposhinda. Asanteni sana, natakia heri sana.